Leo tutaangalia vitu vya kuzingatia kabla ya kufungua kesi ya madai. Kitu cha kwanza ni chanzo cha tatizo au cause of action. Hapa mshtaki anatakiwa kujua chanzo cha tatizo ni nini kabla ya kwenda kufungua kesi mahakamani. Kwa mfano, mshtakiwa alivunja mkataba au mshtakiwa alisababisha ajali kwa sababu ya uzembe. Kitu cha pili, mahakama yenye mamlaka au jurisdiction of the court. Hapa mshtakiwa anatakiwa kujua ni mahakama gani ina mamlaka ya kusikiliza shauri lake, kwa sababu sio kila mahakama inaweza ikasikiliza shauri lako, kwa sababu mahakama zimepewa nguvu na ukomo wa kusikiliza mashauri, na sio kila shauri linaweza likasikilizwa mahakama ya mwanzo au mahakama ya wilaya. Cha tatu, doctrine of res judicata. Hapa inaeleza kuwa mshtaki hawezi kufungua kesi ambayo tayari ishatolewa maamuzi na mahakama yenye mamlaka sawa na ambayo ameenda kufungua kesi yake. Cha nne ni doctrine of res sub judice. Hapa inaeleza kuwa mshtaki hawezi kufungua kesi ambayo bado inasikilizwa na mahakama nyingine, kwa sababu kesi moja haiwezi kasikilizwa na mahakama mbili zenye mamlaka sawa. Cha mwisho ni ukomo wa muda au time limit. Hapa inaeleza kuwa mshtaki hawezi akafungua kesi ambayo muda wake umeshaisha. Tofauti na hapo, anatakiwa aiombe mahakama imuongezee muda ili aweze kufungua kesi yake.